Saa chache baada ya kutangazwa kwa kifo cha aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na kardinali wa pili nchini Tanzania, marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, alifariki siku ya jana ya Februari 19 mwaka 2026 wakati alipokuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam, yani JKCI. Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam limetangaza rasmi ratiba ya maziko ya baba askofu mkuu mstaafu marehemu Polycarp Kardinali Pengo, na kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Jude Thaddeus Ruwa'ichi, inasema mwili wa marehemu utafikishwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu Dar es Salaam siku ya Ijumaa ya Februari 27 mwaka 2026 kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Ibada ya misa itafanyika siku hiyo, lakini kutakuwa na ule utaratibu wa kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ikimaanisha Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ambaye tayari ameitwa kwenye makao ya milele kule mbinguni kwa Baba, ambapo mwili utawasili siku ya Ijumaa majira ya saa 3 asubuhi, lakini kuanzia saa 3:15 asubuhi hadi saa 9 alasiri itakuwa ni kutoa heshima za mwisho, ambapo waumini mbalimbali watapata nafasi ya kutoa heshima za mwisho, na kuanzia saa 10 jioni misa takatifu ya kumwombea ikifuatiwa na mkesha. Na siku ya Jumamosi sasa, ambapo ni tarehe 28 mwezi Februari mwaka 2026, maziko yatafanyika katika kituo cha Hija Pugu jijini Dar es Salaam, ambapo misa ya maziko itaanza saa 4. Waumini wote na wananchi wenye mapenzi mema wamealikwa kushiriki katika ibada ya kumwombea marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ambaye amelitumikia kanisa la Mungu nchini Tanzania kwa nyadhifa mbalimbali kama katibu wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga, mlezi na mwalimu katika seminari ya Kipalapala, askofu katika majimbo mbalimbali ikiwemo Tunduru, Masasi na Chingwea, kabla ya kutajwa kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo atakumbukwa kwa sifa yake kubwa ya upole na kuwafundisha namna nzuri ya watu kuishi ili kumfikia Mwenyezi Mungu.